Ndugu zangu, tupo Dodoma na hii ni Powerbank unaisikiliza kutokea makao makuu ya nchi na Chama cha Mapinduzi, chama tawala, chama kinachoshika dola kwa sasa nchini Tanzania. Tupo hapa kwa ajili ya kukuletea taarifa, kukuhabarisha, lakini pamoja na yote ni kukueleza yale ya utofauti kwenye mkoa wa Dodoma wenyewe. Kipekee leo Powerbank inaruka kutokea ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma, na tunazungumza hapa na mwenyeji wetu ambaye ni ndugu yetu Jawadu Mohamed, katibu wa siasa na uenezi mkoa wa Dodoma. Kwanza bwana, mimi nilikuwa sifahamu kama kuna ofisi za chama mkoa na makao makuu ya CCM. Hata wakati na kutafuta, bila shaka mawazo yangu yako pale White House. Kumbe kuna ofisi hapa ya mkoa kama hivi. Ndio. Haipo ndani ya ofisi ya makao makuu. Ya makao makuu. Na kwa kweli kama umeona lile jengo lile jengo ni jengo la mkoa, ni jengo letu ambalo tumewazima makao makuu. Kwa hiyo mchakato wa ujenzi wa ofisi za makao makuu unaendelea, ambapo baada ya kuwa imekamilika lile jengo letu tutalichukua. Kwa hiyo sisi hapa ndiko ofisini kwetu mkoa wa Dodoma, na tumekuwa hapa kwa miaka nenda rudi. Na kwa kweli kila kinachofanyika kinatokea hapa. Ustawi unaoona wa CCM mkoa wa Dodoma, maamuzi yake na mipango yake inaanzia hapa. Kwa hiyo hata wabunge wanaochukua fomu za kuwania kwenye mkoa, hii ndio ofisi yao. Hii ndio ofisi yao. Hii ni ofisi ya wabunge, ni ofisi ya wananchi, ni ofisi ya watu wenye migogoro ya ardhi, ni ofisi ya watu wenye matatizo mbalimbali, ni ofisi ya watu wanaotaka ushauri juu ya masuala mbalimbali yanayohusu maisha, yanayohusu mipango, biashara. Kwa hiyo kwa kweli imekuwa ni ofisi ambayo kila mwana Dodoma anapohisi liko jambo ambalo anadhani CCM inaweza ikamsaidia, milango ya ofisi za CCM mkoa imekuwa iko wazi wakati wote. Na huu ndio tofauti ya mkoa wa Dodoma na mikoa mingine. Sisi tumejipambanua katika moja, kushughulika na matatizo yanayohusu wananchi wa mkoa wa Dodoma, na hilo limetupa thamani kubwa kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma. Thamani ya kwanza ni kuendelea kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kukipenda na kuona kwamba Chama cha Mapinduzi ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Chama cha Mapinduzi ni sehemu ya sauti yao ya kila siku, lakini Chama cha Mapinduzi ni kimbilio la mambo yao. Kwa hiyo ofisi zetu kwa kweli zimekuwa wakati wote zikiwa ni ofisi za wananchi. Watu hawakatiki hapa, ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma kilijipambanua hivyo, pamoja na kazi za kichama za kujenga chama, siasa ya chama, itikadi ya chama, lakini tumekuwa tukishughulika zaidi na masuala yanayohusu maisha ya watu wa mkoa wa Dodoma, na ndio siri ya ungome wa Chama cha Mapinduzi. Bana, hiyo nzuri sana. Mwenezi, tumezungumza kidogo kuhusiana na masuala ya ofisi za chama, lakini ofisi ya umoja wa wazazi tunaiona nyuma ya White House, ile ni ya taifa. Sio ya mkoa. Sio ya mkoa. Sawa. Kwa hiyo chama hapa ni ofisi ya chama, lakini na jumuiya zake zote ni hapa. Umoja wa vijana ofisi yao iko hapa, umoja wa wanawake na vituo ofisi iko hapa, wazazi iko hapa. Kwa hiyo kwa maana ya mkoa ni mkoa na jumuiya zake zote zinapatikana eneo hili. Haya jamani, hii ni Powerbank kutoka Dodoma, ofisi za CCM mkoa. Tupo na ndugu yetu Jawadu Mohamed ambaye yeye ni mwenezi wa CCM mkoa huu. Bruni Mlawa yule pale, na mimi ni Lambert na Arnold Philemon pamoja na ndugu yetu Joe, tupo naye hapa. Tuanze kuzungumza masuala ya kichama. Huu ndio mwaka wa uchaguzi ndugu zangu. CCM imeenea. Hali ya CCM mkoa wa Dodoma ipo vipi? Kwanza tushukuru kwamba hakuna wakati ambao CCM imeimarika sana ndani ya mkoa wa Dodoma kama wakati huu. Ni wakati ambao Chama cha Mapinduzi kupitia yale ambayo kiliahidi watu 2020 2025 kimejitahidi kwa kiasi kikubwa zaidi ya 95% mpaka sasa hivi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa wa Dodoma imeshatekelezeka. Ukipita pahala unayaona maji, ukipita sehemu unaona umeme, ukipita sehemu unaiona darasa, ukipita sehemu unaiona barabara nzuri. Sasa haya yote yamesaidia wananchi na kupelekea wananchi wa mkoa wa Dodoma
kuwa na imani zaidi na chama chao cha Mapinduzi. Na ushahidi wa imani yao ni nini? Ni pamoja na ushindi mkubwa ambao Chama cha Mapinduzi kiliupata ndani ya mkoa wa Dodoma katika uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ulimalizika. Kwa hiyo ukizungumza ndani ya Dodoma hapa tuna kata 209 ambazo zote ziko chini ya Chama cha Mapinduzi, lakini hata ndani ya vijiji vyetu 564 vya mkoa huu wa Dodoma, ndio vyote ni vijiji ambavyo siasa ya Chama cha Mapinduzi ndiyo inayoongoza katika maeneo hayo. Na hata ukitizama aina ya maendeleo yaliyoko ndani ya vijiji vile, pamoja na kwamba ziko changamoto chache na nini, kwa sababu maendeleo ni mchakato mrefu, lakini angalau kila unapopita katika kijiji cha mkoa huu wa Dodoma unayaona mambo ambayo kweli unaweza ukasema kuna serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Unayaona maendeleo makubwa. Kwa hiyo CCM Dodoma kwa kweli iko imara sana na iko na hali na uwezo mkubwa sana wa kuendelea kuhimili na kushinda katika chaguzi zinazokuja, kwa sababu kila tulichokipanga kinakwenda kama tulivyokipangilia. Upinzani unawanyima usingizi kwa kiasi gani hapa? Kwa kweli Dodoma ni ngome ya Chama cha Mapinduzi, na hili ni jambo ambalo limejengwa si na wana Dodoma wenyewe, lakini limejengwa na viongozi kwa muda mrefu. Kwa hiyo hakuna upinzani Dodoma? Dodoma kama utahesabu wapinzani basi watakuwa 20-30 hawakosi. Wako wawili watatu hawakosi, lakini kiukweli mkoa wa Dodoma hatuna tishio la upinzani. Na hata wale ambao wapo wenzetu hatukatai kwamba wapo wawili watatu, lakini hatuoni ni wapi ambapo sisi wanaweza kutunyima usingizi, kwa sababu kazi ya siasa ya chama cha siasa kwanza ni kutekeleza pindi unapoahidi, na ni kufanya na kutatua kadhia zinazohusu watu wapate chakula, watu wapate mavazi mazuri, watu wapate miundombinu iliyo bora kupitisha kwa ajili ya vipando vyao na mali zao na mazao yao, lakini watu wapate usalama na amani juu ya mambo yao na maisha yao. Sasa kazi hayo yote yanafanyika ndani ya Dodoma. Kwa hiyo ndio maana Dodoma ni ngome ya Chama cha Mapinduzi leo, kesho na kesho kutwa, kwa sababu ya uimara wa mipango ambayo CCM Dodoma inao. Kwa hiyo sisi kwa kweli wapinzani kwa Dodoma ni labda waje tu kuyaona makao makuu, waangalie bunge, waje waangalie labda mahakama kuu, waangalie mji mzuri wa serikali, waangalie miundombinu bora ilivyotandazwa ndani ya Dodoma. Hilo ndio jambo ambalo wanaweza kuja kufanya, lakini kwa maana ya kuja Dodoma kutafuta nafasi ya uongozi, kwa kweli ni jambo ambalo hatuoni kama wanaweza. Kwa hiyo Jawadu, manake kati ya wenezi wenye kazi nyepesi na pengine wanaweza wasio wanaenda kazini kila siku ni wewe mmoja wapo. Una kazi kubwa hapa. Kwa kweli kazi tulionayo kubwa ni kuendelea kujenga chama. Tunaendelea kujenga chama, lakini kutafsiri maendeleo makubwa ambayo serikali yetu ya awamu ya 6 imefanya ndani ya Dodoma. Nikueleze ndugu mtangazaji, kama kuna mikoa ambayo ndani ya miaka hii 4 ya Daktari Samia imepata maendeleo makubwa na miradi mikubwa, utakubaliana na mimi au watazamaji watakubaliana na mimi, ni mkoa wetu wa Dodoma. Kila mahala utaona liko jambo jipya ambalo limetokea, na hilo lina mahusiano moja kwa moja na maisha ya watu. Sasa sisi kazi yetu kama mwenezi ya kwanza ni kuendelea kuwafafanulia watu juu ya yale ambayo tumeyafanya, lakini la pili tunaendelea kuonyesha kwamba ni kwa namna gani waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi na si chama kingine. Ni kwa nini waendelee kuchagua viongozi wa CCM na si viongozi wengine. Lakini kusema tuna hofu kwa kweli sisi na kusema kwamba huna kazi maana yake umerelax pia sio kweli. Sio sahihi. Kazi ni kubwa, lazima tuendelee kujenga. Lazima tuendelee kujenga chama. Sasa kuna mtu labda anajiuliza, na mimi pengine najiuliza, umesema kwamba Chama cha Mapinduzi kimetekeleza ahadi. Bila shaka. Mmefanya kazi kubwa. Bila shaka. Mwanzoni, lakini ukasema kwamba hii ni ofisi ambayo watu huleta shida zao, malalamiko na mambo kama haya. Tafsiri yake ni nini? Huku mkiwa mmeshafanya lakini bado watu wanakuja kulalamika. Kiukweli tunakumbuke kwamba jamii haishi matatizo. Hakuna pahala kokote duniani utakwenda ukute jamii haina matatizo. Yako matatizo yanayohusiana na masuala ya kisera, yako matatizo yanayohusiana na masuala ya kijamii yenyewe, lakini yako matatizo yanayotokana na mkanganyiko wa kijamii. Iko migogoro mbalimbali inaibuka. Kuna mwingine pengine ardhi yake imechukuliwa pasipokuwa na uhalali, kuna mwingine anadai kitu fulani. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia yale matatizo kuja kupata suluhu kwa Chama cha Mapinduzi. Sasa haina maana kwamba kuendelea kuwepo kwa changamoto za kijamii kwamba chama kilichopo hakifanyi kazi. Ni kwa sababu kadiri tunavyoishi lazima matatizo yazaliwe kutokana na mfumo wa maisha ulivyo. Kwa hiyo tunafanya kazi ya kuendelea kutatua changamoto za kijamii,
na huo kwa kweli ndio msingi na uimara wa Chama cha Mapinduzi. Kwa nini CCM haifi? Kwa nini CCM itaendelea kuongoza dola kwa muda mrefu? CCM inajifungamanisha na maisha ya watu. Watu wakifikiri juu ya kula kwao wanaiona Chama cha Mapinduzi, watu wakifikiri juu ya kuvaa kwao wanakiona Chama cha Mapinduzi, watu wakifikiri juu ya maendeleo yao wanakiona Chama cha Mapinduzi, watu wakifikiri juu ya madhila yanayowakumba wanaona suluhu kubwa ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo CCM inasikiliza sauti ya watu, inaangalia maisha ya watu, lakini ni chama cha watu, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimetokana na watu na ndio wanaokipa ridhaa. Kwa kweli sisi Dodoma tumejipambanua hiyo. Nitakupa mfano. Kwa mwezi Januari mpaka mwezi wa 5 hapa tumeshasikiliza hapa katika ofisi zetu za mkoa zaidi ya kesi kama 50 hivi tunaziita ya watu ambao wamedhulumiwa ardhi, na pindi wanapokuja hapa sisi tunachokifanya ni kutoa maelekezo kwa mamlaka zinazohusika, watu wa jiji, bana kuna 1 2 3 saidieni wananchi. Sasa haya ndio ambayo yanafanya chama hapa Dodoma kiendelee kunukia. Kinanukia kwa sababu kinajifungamanisha na matatizo ya watu, na ndio siri ya uimara wake. Haya, baada ya kidogo Jawadu tutapita naye kwenye masuala ya uchaguzi, tujue vipi watu washaanza kunusa na vipi wao kama chama wameanza kuwasikia na kuwaona. Atatujibu baada ya kidogo. Hapa kwenye matatizo Jawadu, bila shaka shida nyingi za wananchi ukizisikia ni kama kuna watu hawajatimiza wajibu wao kwenye serikali. Nyinyi mnaisimamia serikali. Hii tafsiri yake nini? Mmewaweka viongozi wasiowajibika kwenye nafasi mpaka watu wanakuja kukimbilia kwenu na nyinyi tena mnawarudisha huko huko. Iko changamoto, ni ukweli kwamba iko changamoto ya watu wasiowajibika na pengine ambao hufanya kazi kwa mazoea. Imekuwa ni kawaida ya serikali inayoongozwa na CCM kuchukua hatua kwa viongozi wazembe. Nadhani sio mara moja wala mara mbili. Lakini kwa mfano hapa Dodoma kumewahi kutokea hatua zilizotokana jitihada za kichama kuwaondosha kazini zaidi ya watumishi 100 hapa katika jiji la Dodoma. Lakini wamehamishwa zaidi ya wakurugenzi 3 kutokana na madhila yanayotokana na ardhi hapa Dodoma. Sasa haya maana yake ni nini? Maana yake kwamba si kwamba chama kinachagua watu wasio na sifa katika kuongoza dola. Maana yake ni kwamba ndani ya jamii bado kuna watu ambao wanapopewa dhamana hawatambui kwamba wanapaswa kufanya kwa ajili ya watu. Badala ya mtu amepewa dhamana ya kuwa afisa ardhi, badala ya kutatua matatizo ya watu, anakwenda kujitajirisha na viwanja, anakwenda kushirikiana na watu kudhulumu watu. Kwa hiyo imekuwa ni kazi ya CCM kuhakikisha inashughulika na watu hao. Na hilo ndilo ambalo sisi tunafanya, kwamba pamoja na kwamba hatutowapata watumishi ambao kwa 100% wanapatia, na duniani kote hakuna mtumishi wa namna hiyo, lakini lazima tuendelee kuangalia wale ambao wanafanya kazi kwa ajili ya CCM, wale ambao sisi tuliounda dola tumewapa dhamana kwa ajili ya kutumikia watu. Je, ni kweli wanatimiza wajibu wao? Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo, tumekuwa tukifanya ziara mbalimbali ndani ya majimbo na wilaya mbalimbali kukagua utekelezaji wa ilani, kuona kile wanachokifanya. Na kwa kweli pia tushukuru mkoa wa Dodoma, kwa maana ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma na serikali wanajitahidi sana. Yako kasoro chache za baadhi ya watumishi wachache, lakini kiukweli wanafanya vizuri, na ndio maana unayaona maendeleo haya yanatokana pia na wale wanaowajibika ndani ya serikali, wale wanaosimamia wakandarasi, wale wanaosimamia majengo, ni hawa wote ni watumishi. Kwa hiyo wengi kwa kweli wanafanya vizuri, na wachache wamekuwa wakichukuliwa hatua kulingana na taratibu za kinidhamu na ambazo ziko katika utumishi wao. Unafikiri ni njia gani sahihi mwenezi ikitumika sasa kwa hao watu ambao tunaona hapa wanakuja, wanapanga foleni, kule kuna hao viongozi kama ulivyosema ambao ndo kama chama mmewapa ridhaa waweze kuongoza wale watu. Kule wanashindwa, wanarudi tena hapa. Tufanye nini ili kusiwe na watu kama hao? Kwa sababu kiongozi kukaa pale maana yake yeye ndio awe msaidizi wa wale watu ambao anawaongoza. Kule kama anashindwa, watu wanarudi tena huku kwenye chama. Uone kama hapo yani tunakuwa tuna shida. Changamoto iliyopo ni kwamba matatizo hayawezi kuisha ndani ya jamii, migogoro haiwezi kuisha ndani ya jamii, lakini tunachokiangalia sisi ni kwa kasi gani chama tunaweza kutatua migogoro hiyo na angalau tukaipunguza kwenye jamii. Sasa inapotokea kwamba mgogoro unazaliwa upya ni ule, kwa kweli zimekuwa zikichukuliwa hatua kubwa sana. Na hapa tutoe wito kwa viongozi wetu ambao wana dhamana ndani ya maeneo husika kwamba wahakikishe unapokuwa unafanya jambo, ufanye jambo kwa ajili ya maslahi ya watu, kwa sababu umepewa ofisi kwa ajili ya kushughulikia kadhia zinazohusu wananchi. Na hata uchukuaji wa hatua, kwa sababu matatizo yanapokuwa mengi lazima uchukuaji wa hatua nao uwe wa kasi zaidi ili kutorundika wingi wa migogoro.
na hiyo ndio kazi kubwa ambayo tumekuwa tukiwaasa viongozi wetu, tukiwaasa watumishi wakati mnawaasa sasa, pengine kuna muda ambao mnampa mtu wa kutekeleza hayo anayotakiwa atekeleze, kwamba ukifika muda fulani kero ambazo watu wanakuletea hujazipatia ufumbuzi wa haraka, kati kuna sehemu ambayo unaweza ukapata ufumbuzi wa haraka kwamba utatupisha au kuna adhabu yoyote mtu anayopewa au atasimamishwa kwenye nafasi alionayo. Sasa kubwa wanaohusika nao ni viongozi wa halmashauri, ambao kusema kweli sisi kama chama tunaelekeza kwamba kwa namna mtumishi wa namna fulani anavyokwenda hawezi kutufaa ndani ya mkoa wa Dodoma. Na tulisha kuwa na kauli mbiu kwamba kero yako ni wajibu wangu, ndio kauli ya mkoa wa Dodoma, kwa maana kwamba kila mwenye kero lazima kero ionekane ni wajibu wa kila mtumishi kuhakikisha anatatua kero ya mkuu ya yule ambaye ya mhusika. Kwa hiyo ni kazi ya chama kuendelea kuwa na meno, ni kazi ya chama kuendelea kutochoka, na ndio maana sisi hatuchoki kwamba lazima tuendelee kushughulika na hizo kero. Ni lazima wazembe waendelee kushughulikiwa kila kunapokucha, na pindi ambapo mtu anazidi, kwa kweli zimekuwepo hatua za kinidhamu zinachukuliwa kulingana na taratibu na kanuni za utumishi. Lakini viongozi wengi na watumishi wengi ambao wamekuwa wakidhulumu watu viwanja, wamekuwa wakisababisha kero ndani ya mkoa wa Dodoma, lakini wamekuwa pengine uwajibikaji wao ni wa kutilia mashaka, wamekuwa wakichukulia hatua. Na ndio sababu ya mvuto uliopo sasa, ndio sababu ya imani kubwa ambayo unaiona iko kwa wananchi kwa serikali yao, lakini ndio sababu ya ufanisi ambao tunauona ndani ya serikali ya awamu ya 6. Ufanisi unatokana na nini? Unatokana na wale wengi ambao wanajitoa kwa ajili ya kuhudumia watu, na wachache wanaokengeuka wamekuwa wakichukuliwa hatua. Kwa hiyo nadhani tunaenda vizuri, na pengine tutaendelea kusimamia kama ambavyo taratibu zinaonesha za chama, kwamba lazima chama kisimamie serikali wakati wote. Na sisi mkoa wa Dodoma kwa kweli tumekuwa ni wakali sana katika ile eneo ambalo linahusiana na haki za watu na uonevu kwa watu, kwamba lazima kila mtu aishi kulingana taratibu na misingi, lakini asiwepo bwana fulani ambaye ana maguvu zaidi, anaweza kunyang'anya mtu kitu chake, anaweza kutumia madaraka yake vibaya wakati chama kipo. Kwa hiyo chama kimekuwa kwa kweli hakifumbii macho hilo, na ndio sababu wananchi wengi wanakiamini na wanapanga foleni kama ulivyotaja. Sawa. Mwenezi, nitakurudisha nyuma wakati unazungumza kuhusiana na miradi ile ya kimkakati ambayo kama chama serikali imefanya kwa mkoa wako ambao wewe ni mwenezi. Pengine kwa mtu ambaye alikuwa anasikiliza ukasema hiyo inakufanya utembee kifua mbele na endelee kujivuna, uone kwamba Dodoma kwa yoyote anayetaka aje lazima awe amejipanga. Nilitamani utupe mifano ya baadhi tu ya miradi ambayo hata wewe kama mwenezi yani ukisimama pahala kwamba unasema tumefanya. Bila shaka. Yes, unaweza kutupa tu mfano wa miradi. Kiukweli ukianza kutaja miradi iliyoko Dodoma unaweza ukatumia hata siku nzima usimalize, lakini kubwa ni kwamba hapa mkoa wa Dodoma kwanza tunacho kivutio cha kwanza. Kivutio cha kwanza cha mkoa wa Dodoma ni ikulu yetu ya Chamwino. Ni moja ya ikulu bora kabisa, na nadhani mtapitia kwenye takwimu, ni namba 2 katika bara la Afrika ukiacha ikulu ya Misri. Kwa hiyo ni moja ya ikulu bora kabisa katika bara la Afrika. Ni kivutio na ni mradi mkubwa ambao serikali imekamilisha Dodoma. Ukitoka pale Chamwino ukisogea unakutana na mji mkubwa wa serikali. Moja ya miji ya kiserikali iliyojengwa ndani ya karne 21 katika bara la Afrika, huwezi kuacha kutaja mji wa Mtumba. Ni zero crime, ni zero debt, yani ni mji uliopangilika vizuri lakini wenye majengo ya kisasa, ambayo yote hayo ni katika kutengeneza mfumo wa utumishi wa umma ambao watu watakuwa wanafanya kazi katika mazingira yaliyo bora. Ni mradi ambao sisi Dodoma tunajivunia sana. Mpaka sasa zaidi ya wizara 24 zimeshakamilisha karibu majengo yake 90-95, na wote wanaenda kukamilisha. Ukitoka katika mji wa serikali ambao ni mji, na nadhani ni wakaribishe pia watu wakiwa wanafika Dodoma wasiende barabara ya 6 wala ya 7 pale wakasema Dodoma tuoni kitu. Hapana. Njoo tukueleze, ukitaka kuiona Dodoma uende wapi kuiona Dodoma. Waende watembelee ule mji wa serikali. Wataona maajabu, wataona namna ambavyo fedha za walipa kodi ndani ya Dodoma lakini nje ya Dodoma zinavyotumika, lakini utaona kweli tunayo serikali inayofanya kazi vizuri. Lakini ukitoka hapo pembeni ya mji wa serikali unakutana na barabara ya mzunguko kilomita 114. Ni barabara ya njia 4 ambayo inatokea ukiwa unatoka kule Mwanza, hutolazimika kupita hapa katikati jiji la Dodoma. Utafika Nara, utazunguka. Ni barabara ya mzunguko, ina kilomita 114, ambayo kwa kweli ni moja barabara ukiambia ni wapi mji unaweza kukuta una barabara ya mzunguko kilomita 114 ndani ya Tanzania, lakini ndani ya Afrika Mashariki. Mtu akiniletea huo mji mimi nitampa zawadi. Aniletee ni wapi, iko pale. Unaikuta hapa Dodoma. Ukiondoka hapo unakwenda pale pembeni ya barabara ya mzunguko, uko uwanja mkubwa wa ndege unajengwa pale.
airport ya Msalato. Moja ya viwanja bora kabisa katika Afrika Mashariki. Naona Lambert anatabasamu vipi ndugu yangu? Hakika Lambert anajua ukweli, kwa sababu uwanja wa Msalato nadhani katika Afrika Mashariki utaulinganisha labda na uwanja ule wa Jomo, nao haufiki Jomo Kenyatta pale Nairobi, lakini viwanja kama vile vya Addis Ababa pale kinajengwa pale, na nadhani mpaka mwezi wa 8 na nini kitakuwa kimekamilika. Ni mradi mkubwa ambao tunaona Dodoma. Ukitoka hapa kuna eneo linaitwa Hazina, ni moja ya eneo ambalo yamejengwa majengo ya kitaasisi. Dodoma ina maeneo ya kibiashara, kwa maana utakutana Tanganyikeni hakuelewi na nini. Dodoma ina maeneo ya kitaasisi. Ukienda ni taasisi, ni mahakama kuu, ni bodi ya mikopo, ni tume ya utumishi, ni mambo ya takwimu, unakwenda ni eneo linaitwa Hazina. Ukitoka Hazina ukipanda kidogo ndio unakwenda kukutana na mji mwingine ambacho ni chuo kikuu cha Dodoma, moja ya vyuo vikubwa katika Afrika Mashariki kinapatikana hapa Dodoma. Sasa sikwambii juu ya miradi ya barabara inayounganisha kila mtaa, sikwambii juu ya ustawishaji mkubwa wa makazi ya watu. Dodoma haiko hapa katikati. Ukienda maeneo ya Ihumwa, ukienda maeneo ya Konze, ukienda maeneo ya Kisasabi, ukienda maeneo ya kule Ndachi, unakutana na nyumba za kisasa, barabara zenye taa. Sasa ukiangalia pale unaweza ukadhani uko labda Alexandria Misri, labda uko katika moja ya miji ambayo labda kule Shanghai, moja ya miji ambayo imestawi duniani. Sasa hayo yote yako Dodoma. Kwa hiyo ukiniambia Dodoma kuna nini, yako mambo mengi sana. Sikwambii juu ya maji, sikwambii juu ya mifumo ya watu. Dodoma ukija wewe ni mashahidi, kila mtu utamuona yuko vizuri, ni watu ambao wana furaha, wana nini. Haina ni maendeleo, kwa sababu maendeleo lazima uwe na watu ambao pia wanafurahi, wana nini. Hiyo yote ni Dodoma. Asante sana. Unajua Jawadu amekujibu vizuri na kulinganisha na mataifa mengineyo, kwa sababu yeye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika na Ulaya. Bila shaka. Kwa hiyo anakuwa analinganisha na anakupa mifano ya, kwa mfano, viwanja vya ndege. Sasa Jawadu, bila shaka, mimi hapo kwenye swali la NIDE ni muhimu sana, kwa sababu hapa ndio makao makuu ya serikali, makao makuu ya chama ambacho kimeshika serikali. Bila shaka. Maisha ya watu bila shaka yanaakisi kwamba hapa ni makao makuu kiuchumi. Bila shaka. Wao hapa kuna zalishwa zabibu. Bila shaka. Kwa namna gani mmelizabubisha kuonesha kwamba linatoka hapa? Nyinyi mlioshika serikali, mnaoielekeza serikali, bila shaka mmefanya kwa kiwango gani? Kiukweli maisha. Tuanze kwenye uchumi, tuende kwenye zao, kwa mfano la zabibu. Kwa mfano tulizindua majuzi hapa takwimu ya pato la mkoa wa Dodoma, ambalo leo tunazungumza mwananchi wa Dodoma ambaye sasa anaitafuta pato la shilingi milioni 2, milioni 2 kwa mwezi. Sio kwa mwezi, yani pato la jumla la mkazi wa Dodoma ambalo lina milioni 2, ambalo kwa level ya kitaifa maana yake ni milioni 2 karibu na 400. Nadhani tutakuwa watu. Hebu tueleze kidogo hapo ili tukuelewe. Yaani ielekeze vizuri ili mwana Dodoma anayekusikiliza kuelewa. Sija kaisi kwamba katika tafuta yake kwa mwezi ukipiga mahesabu anapata milioni 2. Bila shaka. Hebu tueleze kidogo kwa kifupi sana. Yaani tunapozungumza pato maana yake kwamba kila ambacho mtu ndani ya mwaka mzima, kila mtu wastani wa kila mtu ambacho anaweza kupata. Sasa kuna anayepata kingi zaidi, kuna anayepata cha wastani. Sasa unashika pato la jumla, unagawanya kwa idadi ya watu walioko ndani ya mkoa, unapata pato la mtu mmoja. Sasa humo ndani ya kugawanya, wako ambao hawapati kabisa, wako wanaopata 2, lakini unagawanya. Sasa katika takwimu tulizozipata, mkoa wa Dodoma umepiga hatua kubwa sana. Pato lake ni sasa linatafuta shilingi karibu milioni 2 na point fulani, ambayo kwa kweli miaka ya nyuma kabla ya kujia makao makuu ilikuwa ni karibu milioni 1 huku. Yani ilikuwa iko chini sana. Kwa hiyo nikipiga hesabu ya kipato cha kawaida cha mwananchi wa hapa Dodoma, bila shaka kwa mwaka ni milioni 2. Ni milioni 2 wastani wake. Lakini ndani ya Dodoma ziko wilaya, kwa mfano wilaya ya Kondoa, takwimu zinaonesha pato la mwananchi imekuwa zaidi ya milioni 4, ambayo imevuka hata kiwango cha kitaifa. Yani ni moja ya wilaya ambazo zimefanya vizuri katika wilaya zote Tanzania kwa pato la mtu mmoja. Hiyo ni Dodoma, ambayo kwa kweli haya yote yanatufanya tuamini kwamba pamoja na makao makuu wa maana ya utaasisi ziko hapa, lakini makao makuu unatafsiri maisha ya watu, kwamba watu pamoja na kwamba hatujafika, lakini angalau watu wanapatwa ambalo linawatosheleza kula, kulala, kuvaa na kuishi maisha yao ambayo ni ya wastani. Japo tumekuwa tukitoa wito pia kwamba ipo kazi ya kufanya zaidi, kwa sababu lazima makao makuu itafsiriwe kwa upana zaidi, kwamba wakazi wetu wa Dodoma waendelee kulima zaidi,
waendelee kufuga zaidi, waendelee kufanya biashara zaidi, lakini watumie fursa iliyopo za kitaaluma, fursa za watu kukutana na watu wengine, kuongeza pato lao zaidi, ili angalau hata mtu akiwa na pato la milioni 5 milioni ngapi si jambo baya. Lakini kwa kweli hali ya uchumi ya mkoa wa Dodoma si mbaya. Tunazo pia watu leo utaona wanakwenda Mkungunero kule kufanya utalii. Nadhani nyinyi mnajua Serengeti na wapi kule. Lakini hapa Dodoma kuna eneo linaloitwa Mkungunero. Ukienda kule kuna raha sio mchezo. Kuna wanyama, tembo, ni mbuga ambayo iko nzuri sana. Watu kila weekend wanakwenda kule. Hiyo yote ni nini? Huwezi kwenda kufanya utalii kama huna salio. Kwa hiyo Dodoma hali ya uchumi si mbaya, japo jitihada zinaendelea. Kwenye kilimo bila shaka. Kwa mfano zabibu nimetolea mfano. Bila shaka. Tupoje? Kwenye kilimo mazao ya kubwa Dodoma kuu ni zabibu, lakini watu wanalima mtama, watu wanalima mpunga katika maeneo ya Bahi, watu wanalima maharage, wanalima karanga, wanalima nini. Kwa kweli kilimo kwa mkoa wa Dodoma na nadhani kitakuja kuwa bora zaidi, kwa sababu pia hata ile miradi mikubwa ya BBT kwa Dodoma imewekwa mingi zaidi. Tunayo mradi kule Ngambi, tunao mradi mwingine hapa Chinangari, lakini huko mradi mwingine ambao mabwawa makubwa yanatimbwa kule, yanatengenezwa kule Membe, ambayo ni mabwawa yatatumika kwa ajili ya kumwagilia kilimo. Kwa hiyo wakazi wa Dodoma na wananchi wa Dodoma, nadhani hakuna sehemu ambayo pia itakuja kufanya mageuzi makubwa sana ya kilimo kama Dodoma, kwa sababu miradi mikubwa ya serikali ya umwagiliaji, ya uchimbaji wa mabwawa, ya mashamba darasa yale mnayoona ya BBT, karibu sehemu ya asilimia karibu 80 yote yako Dodoma. Kwa hiyo kilimo Dodoma kinaendelea, japo mvua wakati fulani ilikuwa sio ya uhakika. Sasa kwa mageuzi yanayofanywa na Wizara ya Kilimo na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mbinu za umwagiliaji, tunadhani kwamba watu pia wajiandae zaidi kwa kulima mashamba, na kama tunataka mali kama inavyosemwa tutaipata shambani, na kwa Dodoma watu wanaweza kupata zaidi kwenye kilimo. Anaitwa Jawadu Mohamed, katibu wa uenezi bila shaka CCM mkoa wa Dodoma. Na yuko makini sana nisiwe nakosea hapo. Sababu na huyu ndiye mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma. Tunazungumza naye kutoka kwenye afisi za Chama cha Mapinduzi hapa Dodoma, za mkoa wa Dodoma. Au vipi? Sekunde chache tunarejea hapa, na tukirejea itakuwa ni wakati wa kuzungumza kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Je, wameanza kupita? Hali iko vipi? Na atatuambia ukweli ilivyo. Na ukizingatia Dodoma nayo inaenda kugawanywa, kwa maana ya kuna nyongeza ya majimbo. Hakika. Tunarudi sekunde chache. Haya ndugu zangu, tumerejea tena sehemu ya pili ya mazungumzo yetu na ndugu Jawadu Mohamed, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma. Awali tumezungumza kuhusiana na mafanikio ama picha ya nini Chama cha Mapinduzi kimefanya na hali yenyewe ya chama mkoa wa Dodoma. Sasa tunaelekea kuzungumza yajayo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Bila shaka. CCM kwenye upande wa urais mmejipanga tayari? Bila shaka. Hivi pale ndo mmemaliza pale? Pale tumemaliza. Kwa kweli hakuna kitakachotikisika. Tunachokifanya sasa ni kuendelea kusherehesha na nini, lakini kwa kweli kwenye eneo la urais CCM tumeshamaliza. Na kwa kweli sisi kama mkoa wa Dodoma tumejipanga sana kuhakikisha mkoa wetu ndio utakuwa mkoa wa kwanza kwa kutoa kura nyingi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mtafanyaje? Tunafanya hivyo kwa sababu tayari hamasa ya wanadodoma na kila ambacho Daktari Samia amekileta ndani ya Dodoma kinatosheleza watu kumpa shukrani. Hakuna rais ambaye ameleta fedha nyingi, amefanya mambo makubwa kwa muda mfupi ndani ya mkoa wa Dodoma kama Daktari Samia. Na tukitapopita vijijini unazisikia salamu za wananchi kwamba kwa namna gani wamejipanga kwa ajili ya kumpa ushindi wa kumwagika. Kwa kweli kwa rais tumeshamaliza, na sisi tutashangaza watu. Pamoja na kwamba Rais Samia huenda akawa ndiye rais atakayepata kura nyingi kwa asilimia kubwa kuwahi kutokea katika historia ya Tanzania, lakini Dodoma nadhani tutaongoza njia katika hilo. Kuna mtu mmoja alisema akisikiliza wana CCM mnavyosema, bila shaka kila rais mnapomnadi mnasema hakuna aliyefanya kwa muda huu kama huyu. Ni kwamba mnapoweka kila baada ya muda mnagundua kwamba huyu amefanya makubwa kuliko wakati mwingine wowote ndani ya muda huu. Naam, kupitia tathmini. Tunafanya tathmini, mnaona kila mmoja anakuja kwa tofauti yake. Kwa tofauti yake. Na kwa kweli ubora wa Chama cha Mapinduzi ni kuwa na hazina ya watu. Kwamba kila muda unavyokwenda ndivyo CCM inakuwa na watu walio bora zaidi. Kwa hiyo kila rais anayekuja anafanya mazuri zaidi. Kwa hiyo Dr. Samia amevunja rekodi iliyopita. Na tunadhani kwa kweli hata hii miaka yake mitano inayokuja
Watanzania wajiandae, mwenye mbuzi mmoja atapata wawili, ambaye hajaezeka ataezeka, ambaye hajaoa atapata mke, kwa sababu hali ya mambo itakuwa ni mizuri chini ya mipango ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hii sisemi kwa maana nasema, ni kwa sababu kila kitu kinaonekana. Watu wajiandae kwa ajili ya kuoga utajiri, kwa sababu daktari amejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha maisha si tu ya Wanadodoma, lakini maisha ya kila Mtanzania yanampa furaha yeye, watoto wake, ukoo wake na jamaa zake. Kwa hiyo kwa kweli tunaona mbele kutakuwa kuzuri zaidi kuliko hata tulikotoka. Au vipi? Yeah. Uchaguzi mkuu unakuja. Bila shaka. Nilikuwa naelezea hapo kwamba kwenye urais mmemaliza. Kwa hiyo sasa hivi ni homa ya kupata wagombea ubunge pamoja na udiwani. Vipi hapa Dodoma? Homa hiyo ya kutaka ubunge imeanza kuonekana? Kwa kweli homa imeanza muda mrefu. Na hapa Dodoma kama nilivyosema, tunazo kata 209 ambazo zote zinahitaji madiwani, lakini tunayo majimbo majimbo 10 ambayo yote pia yatahitaji, ambayo sasa hivi yana wabunge. Okay. Kwa hiyo baada ya muda pia yatahitaji watu wapya ili waweze kugombea pamoja na hao wabunge wanaoendelea. Sasa hayo yote kwa kweli yanatengeneza homa fulani ya kisiasa, na katika hiyo homa wapo ambao wameitumia vibaya, ambao wameanza hata mapema. Ile mihemko imewafanya wameanza mapema hata kupita katika maeneo mbalimbali, kufanya vurugu fulani za kisiasa. Na hapa kwa kweli mimi nitumie pia nafasi hii kutoa kemeo kubwa na kutoa angalizo kwa wale wote ambao wanapita katika majimbo, wanapita kwenye kata, wakati wakijua kwamba kufanya hivyo ni kinyume cha taratibu na kanuni za kichama. Lazima wakumbuke kwamba chama kiko juu yao. Kwa hiyo kila wanachokifanya, wanachopita chama kinaona, na hatutosita kama mkoa wa Dodoma kuwajibisha mtu yoyote kwa mujibu wa kanuni zetu na taratibu zetu, kama kweli tutagundua kwamba vile vitendo vinavyofanywa na yeye vimehatarisha ustawi wa chama. Na kwa kweli tunaendelea kama ulivyosema kufuatilia katika maeneo yote, katika kata zetu zote, lakini tunaendelea kuangalia pia watu ambao wanatumia muda huu kuanza kukashifu watu wanazua uongo dhidi ya watu wengine. Watu wanaanza, mtu alikuwa ni msafi miaka yote, sasa amechafuka ghafla. Kwa hiyo pia tunatoa angalizo kwa wanachama wetu wa mkoa wa Dodoma kwamba yeyote atakayebainika kwamba anafanya siasa za kuchafua watu, siasa za kuzushia watu uongo, chama hakitomnyamazia. Tutachukua hatua za haraka na za kinidhamu kwa mwanachama wetu yeyote ambaye atafanya mambo ambayo yanachafua wanachama wengine, lakini yanakiuka misingi ya chama. Na katika hilo katibu mkuu ameshatolea ufafanuzi vizuri kwamba muda wa kupita bado. Kwa hiyo hakuna yeyote anayeruhusiwa kupita kwenye kata, kwenye jimbo kwa ajili ya kujinadi. Mpaka pale mlango utakaofunguliwa, basi watu wataruhusiwa. Kwa hiyo wanaopita kwa kweli wajue chama kinawaona, na muda utakapofika wataona matunda ya kupita kwao. Mwenezi, hii ina tafsiri gani? Kupita. Kama kuna mtu bado anaongoza na anatekeleza ilani, hii ina tafsiri gani ndani ya chama? Kuna watu wanaibuka na kupita. Ni kukiuka misingi. Kwanza ni kinyume. Mnadhani ni kwa nini watu wanaibuka na kupita? Watu wanapita kwa sababu kwanza ya hamu walionayo juu ya ile nafasi. Lakini la pili ya kutozingatia. Kuna watu chama kinatoa maelekezo lakini wao wanadhani chama hakimaanishi. Ndio maana wanaendelea kupita. Sasa kwa sababu chama huwa kinaadhibu kwa mifumo ya vikao na taratibu, wasidhani kwamba wameisha shinda katika hilo. Chama kinaona, na kila anayepita kinamuona, na kila anayefanya jambo ndani ya mkoa wetu wa Dodoma tunajua anafanya jambo wapi na amelifanyaje. Na ndio maana nimesema kwamba tunafuatilia kila sehemu, kila mienendo ya wanaopita, na muda utakapofika wataona matunda ya kupita. Tutoe wito kwa viongozi na watiania wote ambao wanaidhani kwamba anafaa kwenye udiwani, anafaa kwenye ubunge, wasubiri muda ufike, firimbi itapulizwa, kila mtu atakuwa huru kufanya kila ambacho chama kinaridhia na kanuni zake. Lakini kwa sasa wanaopita kwa kweli wanakosea na litawakuta la kuwakuta, ambalo chama kitawafanyia kila ambacho kimeshaonya dhidi yao. Sawa. Kwenye kupita hapa bado naona umeiwekea mkazo sana. Kama chama mmetoa taratibu, mimi nakumbuka mmeeleza kwamba
pamoja na yote watu watachukua fomu lakini kutatokea mchujo, yatarejea majina matatu yatakayopigwa kura na wajumbe. Ni kwamba wana CCM wenzenu hawajawaelewa au hamjawaelewesha? Wameelewa, wanaelewa, lakini nadhani wanaghafilika. Wanaghafilika kwa hawajui kwamba uko mchujo unakuja. Wanadhani kupita tayari mtu ameshamaliza. Lakini na ndio sababu nadhani ya uwepo wa mchujo wenyewe, kwamba itatizamwa mienendo ya mtu, itatizamwa sifa za mtu, itatizamwa kwa namna gani alitii maelekezo ya chama pindi ambapo kilizuia, lakini itatizamwa taarifa yake. Wewe ulipita sehemu fulani ukafanya hili ukafanya hivi kinyume na taratibu za chama. Kwa hiyo chama kitaamua kwa kila ngazi kulingana na namna ambavyo kilikusanya taarifa juu ya wale wanaopita. Na nafikiri siwezi kusema hawapo, ndani ya Dodoma wapo wanapita, lakini wajue tunawafahamu, wajue chama kinawaona, lakini wajue kwamba wanakiuka misingi na taratibu na maelekezo ambayo tayari yalishatolewa na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwamba ni marufuku mtu yoyote kwenda kwenye jimbo la mtu ambaye bado yuko madarakani na kuanza kufanya vitendo vinavyoshawishi yeye kutaka kuchukua lile jimbo au kuwaonesha kwamba atakuja kugombea kinyume na taratibu za chama. Chama hakitosita kuchukua hatua kwa yeyote anayefanya hivyo. Na kwa kweli labda niseme ziko hatua fulani. Na nataka nikuulize, tumeshaanza kuchukua. Ziko hatua fulani. Kama mtu amekiuka misingi ya chama, iko wazi chama hakiwezi kikabeba kiongozi ambaye hana maadili, ambaye haheshimu taratibu za chama. Kwa hiyo kama ni diwani anapita, na bahati nzuri madiwani maamuzi yao wanaishia mkoani, chama kitaamua dhidi yake. Lakini kama ni mbunge anataka ubunge anapita, maana yake vikao vinavyofuatia vya kwetu lakini vinavyokwenda juu vitafanya maamuzi dhidi yake. Kwa hiyo unasema kuna hatua mmeanza kuzichukua? Tunachukua hatua. Na uimara wa Chama cha Mapinduzi ni pamoja na kuchukulia hatua wale ambao wanakinguka. Kwa hiyo wanachama pengine ambao wanafanya vitendo ambavyo vinakiuka misingi na taratibu za chama, kupitia kamati za siasa za mkoa, tumekuwa tukichukua hatua. Tukichukua hatua kwa wanachama ambao pengine vitendo vyao utovu wa nidhamu, tumechukulia hatua za maonyo, lakini tumechukua hatua kadhaa ambazo nyingine naweza nisisitiza hapa, lakini kiukweli chama kimekuwa kichukua hatua kwa wanachama wote ambao na viongozi ambao hawafuati taratibu za chama. Na ndio sababu mnatuona tuko imara, kwa sababu ya uchukuaji wa hatua hizo kwa haraka na kwa kuzingatia haki na juu ya kile ambacho mtu kafanya kweli. Sawa. Mwenezi, ulikuwa umezungumza kuhusiana na wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wataonesha vitendo vya kuwachafua pengine watu wengine kwa lugha ambazo zitakuwa hazifai. Hii itakuwa ni kwa mwana CCM akimchafua mwana CCM, au hata mwana CCM akimchafua mtu ambaye si wa Chama cha Mapinduzi pia na yeye atashughulikiwa? Msingi wa Chama cha Mapinduzi ni maadili. Msingi wa Chama cha Mapinduzi ni kanuni na utaratibu. Kama kuna mwanachama ambaye anaweza kufanya vitendo ambavyo ima vinaondosha utu wa mtu au vinamdhalilisha, awe ni mwana CCM au si mwana CCM, ni jambo ambalo halikubaliki ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi kwanza tunachukua hatua kwa wale ambao wanakusudia au wameanza kuchafua wanachama wale ambao wanawahisia kwamba wanakwenda kugombea, tunawachukulia hatua. Lakini pia tunatoa wito kwa wanachama wetu, na imekuwa ni desturi ya Chama cha Mapinduzi kuheshimu taratibu, kuwa na nidhamu, lakini pia kutochafua watu wengine bila ushahidi wa kweli. Na kwa kweli hili pia ni kinyume cha sheria za nchi, kwamba hupaswi kumkashifu mtu, hupaswi kumzushia mtu, hupaswi kumchafua mtu katika jambo ambalo hajalifanya kwa sababu ima za kisasa au sababu nyingine zozote. Kwa hiyo tunaendelea kuwahusia na kuwaomba na kuwaelekeza wana CCM mkoa wote wa Dodoma kwamba ni lazima tuishi katika misingi, taratibu, nidhamu, desturi ya Chama cha Mapinduzi. Tuepuke kuzushia watu, tuepuke kuchafua watu, tuepuke kutengeneza njama za namna yoyote ile za kutaka kumwangusha mtu kumbe sivyo. Tuache watu wataamua kulingana na yule atakayepatikana. Lakini tuwatie moyo na kuwaomba wana CCM pia mkoa wa Dodoma kwamba kila mwenye sifa ambaye anadhani anaweza akawa na umaana katika nafasi yake kuongoza katika Chama cha Mapinduzi, wakati ukifika achukue fomu, iwe ni ya udiwani, iwe ni ya ubunge,
achukue fomu. Tunahitaji watu waadilifu wagombee, tunahitaji watu wenye sifa wagombee, tunahitaji watu wenye uwezo wagombee, lakini tunahitaji watu ambao wanaweza kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake. Hawa wote tunawaomba pia wagombee, lakini waepuke kukiuka taratibu na misingi ambayo chama kimezuia. Watakuwa salama kama watafanya hivyo. Sasa unajua Lambert wakati anakuuliza alisema kale kahoma ka uchaguzi. Kwa natamani nikuulize Mwenezi kwamba unajua homa kila mtu inakuja na dalili zake na namna ambavyo na mwingine kichwa, mwingine atakwambia mimi tumbo la homa, mwingine natamani nijue hao wa Dodoma ambao tayari washaanza kuonekana wenyewe kahoma kao vipi, ni kahoma ka aina gani? Karushwa, kuchafua wengine au kufanyaje? Sasa ndio hivyo kwamba sisi kwanza rushwa ni marufuku ndani ya CCM. Yeyote anayepokea na kutoa rushwa kwa kweli anakabiliwa na adhabu kali ndani ya chama cha. Kwa hiyo ndani ya CCM rushwa hakuna mlango. Lakini hicho cha kashfa na nini na jambo ambalo ndani ya CCM haliruhusiwi, na anayefanya lazima atachukuliwa hatua. Kubwa ambalo nilitaka kulisema pia ni juu ya pengine wako wanachama ambao wanadhani kwamba au labda wanatetesi kwamba jimbo tutaongeza labda jimbo la 11 hapa, na kama itatokea, sababu tume ndio itaamua hiyo ya mwisho, basi pia watu wanakaribishwa katika hilo kunyakua kushindana katika ushindani wa haki, ili pengine wapate dhamana ya kuongoza watu na kueleza matatizo ya watu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio kubwa ambalo na pia nadhani lina tetesi ndani ya hasa hapa ndani ya kwa sababu hili jiji la Dodoma lina kata 41. Sasa kata 41 maana yake inapendekezwa kwamba kata 20 kwa 21 tupate majimbo, ambayo kweli ni jambo la haki, na tunadhani kwamba itakuwa hivyo. Kwa hiyo kwa kweli hata ndugu yangu Lambert hapa tunakukaribisha kama utaona unaweza ukashindana, ndio unaweza ukaja hapa Mwenezi ujui tu kauli yako ni endorsement. Nitaitumia. Nitacheza na clip. Kama Mwenezi aliniendorse au vipi? Sawa. Bwana Mwenezi, sasa ndio umeeleza mengi sana homa jinsi ilivyopanda, na umegusia kidogo hapo kuhusu mgawanyo. Unasema nyinyi wana Dodoma mnaona kuna haja kweli ya kuongeza jimbo kama ikiwa hivyo, kama nimekuelewa vizuri? Ni kweli tunaona hivyo, na ndio maana tumependekeza hivyo. Sasa hatua iliyobakia ni hatua ya tume yenyewe inapitia, na nadhani muda sio mrefu tume huru ya uchaguzi itatangaza majimbo ambayo imeyagawanya kulingana na nafasi zilizopo na bajeti ya serikali, na tunaamini kwamba hata jimbo hili letu linaweza kupata fursa ya kugawanywa kwa ajili ya kupanua wigo wa wananchi kupata uwakilishi mzuri na watu ambao watakuwa wanaweza kuwasemea kwa wepesi. Ndio mantiki iliyoko hapo, kupata uwakilishi kwa haraka na kumtuma mtu kwa haraka kuwasemea mambo yao kwenye eneo linalohusika. Mimi nimekuwa nikiona tofauti kidogo kwenye mgawanyo wa majimbo kwamba ni kama tunaongeza sana gharama ya kuhudumia wabunge, kuhudumia bunge kwenye kuongeza idadi ya wabunge. Badala yake nadhani pengine tuongeze labda madiwani. Kwa sababu kuna wananchi bado wanalalamika, wakisikia kuna onyongeza mabunge ya wabunge, wanalalamika mbona hata wabunge waliopo tu hatuwaoni kwenye maeneo yetu. Nyinyi kama wanasiasa na ambao pia mnatoa wawakilishi kwenda kwa wananchi, mnaona ni jambo ambalo kwa mfano mimi kama mwananchi na wananchi wengine wanaodhani kwamba ni nyongeza tu ya gharama na mzigo wa kuhudumia wabunge, hamuoni kama ni swala lenye hoja? Kwa kweli ni mtazamo wa wananchi ambao huwezi kuzuia wananchi kutizama mambo katika sura tofauti na namna tofauti, lakini ukweli ni kwamba wabunge ni watumishi sawa na watumishi wengine. Japo wao wanaingia katika sura ya uwakilishi, kwamba anabeba watu katika sura ya kuwakilisha, lakini ni mtumishi kama mtumishi mwingine ambaye anapaswa kufanya mambo ya kuwaletea tija watu wake, anapaswa kufanya mambo ya kuwasemea watu wake, kusema kero zilizopo, lakini kuja na mawazo mapya pia yeye mwenyewe juu ya mambo gani ambayo yakifanywa ndani ya jimbo lake yanaweza kwanza kusaidia kuboresha maisha ya watu, lakini kuleta maendeleo kwa taifa lake. Sasa kazi hiyo ndugu yangu si kazi ndogo kama inatimizwa vizuri.
ni kazi kubwa ambayo lazima apatikane mtu mweledi ambaye mnamuamini kama jamii aende katika sehemu ya hiyo kazi. Sasa kama serikali inaendelea kuajiri, kama unavyoona wanaajiriwa madaktari, wanaajiriwa walimu, wanaajiriwa nini, ni sehemu ya ajira kwa maana ya serikali. Sasa kama kuna haja, eneo la katika nchi ni kubwa, watu hawampati mbunge kwa haraka, watu wanaona kuna ugumu wa kumpata, kama kuna haja ya kupata mwakilishi kwa maana ya kuzingatia eneo lake analoliwakilisha, kwamba kuwepo na uwepesi wa watu kumpata ili waweze kumtuma vizuri, nadhani si jambo baya. Lakini Jawadi, tunayoongea haya bado kukiwa kuna utitiri mkubwa sana wa vyeo. Kuanzia kwenye ngazi ya kata. Juzi tu tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kuanzia kwenye mitaa kuna viongozi. Kuna viongozi kata, hapo unaweza ukakuta kwenye kata tu kuna viongozi wa juu kikata wengi tu, kwa mfano diwani, kuna afisa sijui mtendaji, kuna afisa kata, sijui kuna afisa tarafa. Tunakuja hapo kuna viongozi wa kiserikali na serikali za mitaa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala, sijui maafisa nini, hawa wote hawatutoshi kutatua shida za wananchi. Sasa nchi inavyojengwa, ndugu yangu Lambert, nchi inavyojengwa, nchi inajengwa katika sura mbili. Sura ya kwanza inajengwa kuwa na watu wanaowajibika, kwamba unakuwa na watu ndani ya jamii ambao jasho lao linakuwa sehemu ya maendeleo yao. Wanatokwa jasho kwa ajili ya barabara yao, wanatoka jasho kwa ajili ya kiwanda chao, wanatoka jasho kwa ajili ya elimu yao, wanatoka jasho kwa ajili ya makazi yao. Lakini sehemu ya pili, lazima muwe na viongozi wale waliowatangulia ambao mtashirikiana nao kwa ajili ya kuyaleta yale maendeleo mnayoyataka. Sasa hoja ya wingi wa viongozi katika nchi pengine ni wengi, mimi nadhani ni hoja inayohitaji utafiti zaidi, lakini kwa kweli kwa idadi ya Watanzania tulionao bilioni 63 tunaelekea 64, na ukitafuta uwiano uliopo kati ya viongozi na wale wanaoongozwa, mimi nadhani bado tuko vizuri. Tunapaswa kuangalia viongozi na wanaoongozwa, ama viongozi na matokeo ya uongozi wao. Bila shaka. Kipi inapaswa tukiangalia? Yote mawili. Moja, tunaangalia matokeo, nakubaliana na wewe. Lakini la pili, tunaangalia viongozi wanaoongozwa. Sasa matokeo, leo tunazungumza Tanzania ambayo uchumi wake ni namba 10 katika bara la Afrika. Labda nikumbushe hilo. Na hizi ni takwimu za Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani. Tumeyapita zaidi ya mataifa 42. Leo tunazungumza Tanzania ambayo unaona mifumo ya uwekezaji, viwanda, barabara nzuri, SGR, haya yote yanatokana na nini? Yanatokana na mfumo wa kiuongozi ambao unashirikiana na mfumo wa kijamii kuyaleta maendeleo. Kwa hiyo mimi pia huwa napingana na mtu ambaye anasema Tanzania haiendelei. Nadhani inaweza ukawa unasema hivyo kwa sababu unalinganisha na taifa fulani labda la magharibi na taifa lingine. Lakini ukiangalia Tanzania maendeleo yake kwa muktadha wa historia ya Kitanzania, kwa muktadha wa mazingira ya Kiafrika, lakini kwa muktadha wa wale waliokuwa wametuteka, tuko chini ya ukoloni, baadaye tumejikomboa, bado ukoloni mambo leo nao umeendelea kutushika, alafu ukasema hiendelee, mimi nadhani inakuwa sio sahihi. Asante sana Jawadu. Nadhani hili nitakutafuta tuzungumze kama mchambuzi. Bila shaka. Nitakuondoa kwenye kofia ya uelezi, uniweke kwenye tuzungumze kama mchambuzi, au vipi? Bila shaka, muhimu sana, tuko vizuri. Tunakubaliana katika hilo. Sawa Jawadu. Wakati wetu unakimbia sana Jawadu, na ndio tunaelekea kuhitimisha. Labda ningependa kupata mtazamo wako kwenye eneo hili bado la ubunge, hususan hapa Dodoma. Mnaona wabunge wanaomaliza hii miaka 5 ya sasa wamefanya kazi yao inavyotakiwa? Kwa kweli niwe muwazi, wabunge wetu wengi kama sio wote wamefanya kazi nzuri. Ndio. Wametumikia watu, wameshirikiana kujenga hoja za watu, hoja za kimaendeleo, na ndiyo sababu ya maendeleo tunayazungumza haya, kwa sababu wao walishiriki sehemu ya maendeleo hayo. Na kama kuna wabunge ambao hawakufanya vizuri, manake wanaopaswa kutathmini ni wale wanaowakilishwa kwenye majimbo yao. Muda utakavyofika, wana CCM watatoa hukumu juu ya wale ambao wanahisi hawakufanya vizuri. Na kwa sababu milango itakuwa wazi, wagombea watakuwa ni wengi, manake wao wataona nani anafaa kwa ajili ya nafasi ile. Lakini kwa kweli mimi naridhika sana na utumishi wa wabunge wetu ndani ya mkoa wa Dodoma, ambao wameufanya ndani ya bunge. Na kwa kweli hatudhani kwamba au hatufikiri kwamba wanaweza kupatia kwa 100%, lakini angalau wamejitahidi kufanya kazi ya kiuwakilishi ya kuwaletea maendeleo watu. Kwa hiyo milango itakapofunguliwa, sisi tunawatakia kila laheri katika michakato itakayofuata, na wana CCM na wananchi ndio watakaoamua juu ya hatima yao ya baadaye. Sawa. Haya.
kidogo utaniwia radhi kama litakuwa limekaa, lakini wacha niliweke hivi. Kwenye upande wa urais mmetathmini na mkasema aliyepo anapaswa kuendelea. Bila shaka. Kutakuwa na ubaya gani kwenye upande wa majimbo? Wana CCM wakasema jamani, mtuachie michakato huku sisi tusiifanye, aliyepo anatosha, twende na jina moja. Kuna mwana CCM anaweza akaibua hoja hiyo na mkakubaliana nayo, tuseme hata hapa Dodoma? Sasa labda nieleweshe jambo moja hapa kwa muhtasari. Kilichofanywa pale katika upande wa urais wala si tathmini ya watu wachache. Mkutano mkuu ndicho kikao kikuu cha chama ambacho kina maelfu ya wana CCM. Kwa hiyo ulikuwa ni mchakato wa kura, zilipigwa, zikahesabiwa, zikakidhi, zikampitisha Daktari Samia kama mgombea wetu. Ni vikao. Sasa huku chini kwenye majimbo, maana yake ni nini? Kitakacho tathmini hilo nalolisema ni mikutano pia ya wajumbe itakayokuja baadaye mwezi wa 7. Hiyo ndio itasema kwamba huyu tunakwenda na huyu. Kwa hiyo watachagua kama tulichokifanya kile kitafanywa ndani ya majimbo ndani ya mwezi wa 7, na watampata mgombea wa CCM kabla sasa kwenda kushindana na vyama vingine. Kwa hiyo unataka kuniambia kukitokea kukatokea kikao chenye utaratibu unaofanana na mkutano mkuu, kama chama mtakubaliana na hoja hiyo kwenye upande wa mkoa au kwenye jimbo pengine vyovyote? Utaratibu huo kwanza haukupo, yani akiwezi kutokea kwa sababu ni kitu ambacho hakipo. Labda itokee kwamba kusio kuna watu wameenda kuchukua fomu wakachukua mwenyewe, na hilo haliruhusi, halipo, haliwezi kutokea. Kwa hiyo watachukua fomu walio wengi, na mikutano ya michujo manake itafanyika, kama za siasa zitakaa, na baadaye mikutano itafanyika, kura zitapigwa. Atakayeongoza kwa kura nyingi lakini pia akaongoza kwa haki bila kufanya mizengo yoyote, huyo ndiye atakayesimama kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wananchi wataamua juu. Kuna dhana imekuwa kizungumzwa na baadhi ya watu hususan wana CCM ati kwamba katika majina matatu lazima la mbunge aliyepo lirudi. Ni kweli? Wameitoa wapi hao? Yani kwa sababu CCM haiendeshi kwa mawazo ya mtu. Chama chetu ni katiba, chama chetu ni miongozo, ni kanuni na taratibu zake. Sasa huwezi ndani ya CCM, tofauti ya CCM na vyama vingine unaweza ukaamka ukajitungia mambo na yakafanya kazi, lakini ndani ya CCM hakuna nafasi ya kujitungia mambo. Kwa hiyo kile ambacho hakielezwi na katiba na miongozo na taratibu hakina nafasi ndani ya chama. Kwa hiyo hii ni maoni ya watu, nadhani. Kwa hiyo ni maoni na hisia, lakini si jambo ambalo ni la kikanuni kwamba kama upo lazima 100%. Hapana, unaweza ukawa ulikuwepo lakini ulifanya mambo mabaya, uliumiza watu. Naomba uliweke kwa kulinyosha ndugu Mwenezi. Litamke vizuri swali langu hilo, lijibu kwamba kama mbunge si lazima, yani liweke katika statement ambayo watu watakuelewa. Nachozungumza ni kwamba kinachoamua juu ya nani agombee kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi ni vikao vinavyochuja sifa za mtu na kuangalia kula alizozipata na baadaye kutoa maamuzi ya mgombea ni nani wa Chama cha Mapinduzi. Hakuna sehemu ya ulazima kwamba hata ukiwa miaka 5 umefanya mambo mabaya, umedhulumu watu, hujawakilisha watu, eti kwa sababu tu wewe ulikuwepo sasa una uhakika wa kurudi. Hakuna sehemu ya mwongozo wa namna hiyo katika yale majina matatu. Hakuna sehemu ya mwongozo wa namna hiyo. Kwa hiyo vikao vitaamua juu ya nani anapaswa kwenda kuwakilisha watu kwa kuzingatia maoni, taratibu, kanuni na kukubalika kwa mtu, lakini na umuhimu wa mtu katika nani. Kwa hiyo hakuna sehemu kwamba ukisha kwa vyovyote utakavyofanya lazima urudi. Kwa kweli si sehemu ya miongozo iliyopo. Sawa. Vipi lakini unaonaje vijana wanaipenda CCM hapa Dodoma? Kwa kweli kama kuna kundi linapenda vijana na linapenda Chama cha Mapinduzi hapa Dodoma ni kundi la vijana. Mna ushawishi? Tuna ushawishi mkubwa. Tuna ushawishi mkubwa ndani ya rika kwa maana la vijana waliofikia umri wa miaka 18, tuna ushawishi ndani ya vijana walioko mashuleni, tuna ushawishi wa vijana walioko sokoni, tuna ushawishi wa bodaboda, tuna ushawishi wa bajaji, tuna ushawishi kwenye machinga. Sasa Dodoma ni imara kwa sababu ya vijana. Na kwa kweli tuwashukuru pia umoja wa vijana kwa namna ambavyo pia wameendelea kujenga na kuongeza idadi ya wanachama wa vijana katika mkoa wetu wa Dodoma. Kwa hiyo Dodoma ni ngome, na utakuwa unafuatilia ndugu yangu Lambert.
kwa namna ambavyo matukio yanayofanyika hapa Dodoma, iwe ni matukio ya rais na namna ambavyo huwa yana hamasa, namna ambavyo huwa kuna makundi ya vijana. Sasa hawa kama hawakipendi chama wanakuja kufanya nini? Hawa ni wanakipenda chama na ndio maana wako sehemu ya chama. Kwa Dodoma ina mtaji mkubwa sana wa vijana na ndio silaha kubwa ambayo sisi mkoa Dodoma tunaamini kwamba tutaendelea kuwa imara sana na kushika dola kwa sababu ya uwepo wa kizazi kipi ambacho ndio kinarithi kizazi hiki ambacho kinaondoka. Kwa hiyo CCM imekuwa ikijitahidi sana kutengeneza warithi wake. Hatusubiri jioni ni kutengeneza. Kwa hiyo kundi la vijana chipukizi hao wote ni jeshi la CCM, na kwa Dodoma tuna jeshi imara sana kusema kweli. Ni vijana wenye mapenzi ya dhati au ndio ile bendera fuata upepo, kwa sababu wenzangu wanaenda huku na mimi niende. Sasa sisi wanarudi hivi na yeye arudi. Mapenzi ya dhati kweli kweli na chama. Sasa sisi tunapimaje mapenzi ya dhati ndugu mtangazaji? Moja, tukikuita kwenye mkutano ukaja, tunaamini unatupenda. Tukikwambia acha ukaacha, tunaamini unatupenda. Lakini tukikufuatilia tukaona namna ambavyo unafanya hamasa, unaposti masuala ya chama, sisi tunaamini kwamba unakipenda chama. Vipi kama mtu anaigiza? Sasa kama ni maigizo ambayo baadaye atatengeneza uhalisia, sisi tunayapenda. Kwamba unaweza ukaanza kwa kuigiza, lakini namna unavyozidi kuigiza ndivyo uhalisia huo unakuja. Kwa hiyo si vibaya mtu akianza anaigiza, lakini baadaye akapenda kweli. Sisi tunachokiangalia ni mchango gani ambao anao ndani ya chama. Na kwa kweli mimi naamini mapenzi yao kwa chama vijana ni ya kweli, na ndio maana wanapoteza rasilimali zao, muda wao, wanakuja wanashiriki na chama, lakini wamekuwa wakikiami chama katika matukio mbalimbali, na sisi ndio tunaowategemea zaidi mmoja wa vijana kwa ajili ya ustawi wa CCM hapa mkoa wa Dodoma. Mwenezi, sisi tunakushukuru sana kwa wakati wako ambao tumekuwa na wewe hapa. Umezungumza mengi kuhusiana na kazi zako ambazo unazifanya wewe kama mwenezi. Kwa machache kidogo tu tuzungumze na wana Dodoma wanaokusikiliza hivi sasa kupitia Powerbank ya Bongo FM kabla sijaondoka zetu. Kubwa ni kuwaomba wana Dodoma kwamba tuko katika wakati ambao tunadi zaidi mazuri tuliyoyafanya kwa Watanzania, kwa Watanzania. Tunadi miradi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tuseme mambo ambayo chama kimefanya ndani ya mkoa wetu wa Dodoma. Tuyaseme yaliyoko kwenye kata, tuyaseme yaliyoko kwenye vijiji, tuyaseme yaliyoko katika wilaya, tueleze watu, tuwajibu wale ambao hawajayaona au wanabeza, tuwajibu kwa hoja za kimaendeleo. Tusijibu watu katika mienendo labda ya majungu na mambo mengine. Tutumie kueleza kile tulichokifanya, kumueleza yule ambaye anasema hatujafanya, kumueleza kwamba tumefanya. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ni wana Dodoma kuendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi unaokuja, uchaguzi mkuu. Na hii tumekuwa tukiwaeleza wakati wote kwamba kila anayedhani ana sifa ya kuwa mgombea wa nafasi fulani, milango ya chama iko wazi, atapata fursa kulingana na taratibu zilizopo kuwakilisha watu. Lakini zaidi la hayo ni wana Dodoma kuendelea kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameupendelea zaidi mkoa wetu wa Dodoma. Lakini wakati utakapofika pia, kuanzia sasa, kila mmoja ahakikishe kwenye ukurasa wake angalau kwa kutwa nzima analieleza jambo moja zuri ambalo Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma kimefanya chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hiyo ndio njia bora nadhani ambayo itakuwa ya kujibu ukosoaji na mambo mengine ambayo yanaendelea. Dodoma iko imara chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya, huyo ni Jawadu Mohamed ambaye ni katibu wa siasa na uenezi wa CCM mkoa wa Dodoma. Hii ni Powerbank. Bado tupo sana Dodoma ndugu yangu. Bado tutaendelea kuambia hapa kupitia Powerbank yale mazuri yote ambayo yanapatikana hapa Dodoma kupitia Powerbank. Jina langu ni Brunide Mlawa, Stanislaus Lambert. Nikuagia au unajisemea? Nimaliza nikusemee. Hatuna la ziada. Tukijaliwa kesho nayo ni siku tutakutana hapa kwenye Powerbank. Sisi bado tupo Dodoma. Kwaherini.